Na sasa tuelekee nchi jirani ya Tanzania ambapo tume maalum iliyoteuliwa kuchunguza kiini cha machafuko ya uchaguzi yaliyoshuhudiwa nchini humo mwaka uliopita sasa imesema kwamba watu 518 walifariki katika ghasia hizo. Akitoa ripoti ya kamati hiyo katika ikulu ya Dar es Salaam Alhamisi, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande alisema kuwa ghasia hizo zilichochewa na baadhi ya wanasiasa na wanaharakati waliolipwa. Na kama anavyoripoti Laura Otieno, Rais Samia Suluhu Hassan amebaini kuunda jopo la maridhiano ili kutatua masuala tete. Miezi 6 baada ya ghasia kuibuka nchini Tanzania wakati wa uchaguzi mkuu, takwimu kutoka tume maalum imebaini kuwa ni watu 518 waliofariki, wengi wao wakiwa na majeraha ya risasi. Akiwasilisha ripoti hiyo katika ikulu ya Tanzania, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande alisema kuwa ghasia hizo hazikuwa na madhumuni ya kupigania uchaguzi wa haki na kulimbikizia lawama baadhi ya wanasiasa na wanaharakati. Tunahitaji upelelezi zaidi ili kushughulikia tuhuma nilizoainisha hapa, lakini pia masuala mengine ni kubaini wahusika wakuu waliopanga, walioratibu, waliofadhili ghasia, mastermind, na pia kushughulikia masuala ya tatanishi ya vifo na pia maiti ambazo mpaka leo hazijulikani zilipo. Aidha, ripoti hiyo pia ilisema kuwa machafuko ya baada ya uchaguzi yalichangiwa na hali ngumu ya maisha, huku Rais Samia Suluhu akisema kuwa atabuni jopo la maridhiano ili kutatua masuala hayo. Walioathirika ni Watanzania kwa ujumla wetu. Haiwezekani mtu mwingine asiye Mtanzania awe na uchungu zaidi kuliko sisi wa Tanzania. Tunatamani siku zirudi nyuma. Yaliyotokea Oktoba 2025 yawe hayakutokea, na historia ijiandike upya ili tuweze kufuta doa tuliloingia. Kulingana na takwimu hizo, watu 2200 pia walijeruhiwa, huku tume ikipendekeza matibabu ya bure kwa majeruhi, siku maalum ya maombolezi ya waliofariki pamoja na uchanganuzi wa katiba. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.